Karibu Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Hongereni sana waumini, kwa hii ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu anatukubalia maombi yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, kwanza niwafahamishe kwamba tumesali leo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Kadhalika tumesali na baadhi ya mawaziri akiwemo rafiki yangu Waziri Mohamed Mchengerwa, Waziri wa Afya, lakini pia baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kama Mheshimiwa Salum Mwalimu, mwenyekiti wa ACT na mwenyekiti wa CUF Taifa, lakini na baadhi ya watendaji mbalimbali. Tumekuwa naye ndugu Yusuf Mwenda, kamishna wa TRA, lakini tumekuwa na RAS wa Dar es Salaam, DC wa Kinondoni, DC wa Morogoro, na mabalozi wote akiwemo Balozi Zakaria, balozi wa Morocco. Na tumesali pia na ndugu yangu DG Othman Rashid na viongozi mbalimbali ambao wameswali, hatuwezi kumtaja mmoja. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia viongozi wote wa baraza wapo, katibu mkuu, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na wengine wengi. Na maneno machache tu ya kuyasema. Neno la kwanza ni kwamba Idi maana yake ni kuhitimisha ibada tukufu ya funga ya mwezi wa Ramadhani ambayo tumefunga, na kwa mwaka huu walillahi alhamd tumefanikiwa kufunga siku 30. Ili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu anayefurahi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani wajabat lahul janna, pepo imemwajibikia. Fasiri kinyume chake, mwenye kuhuzunika kwa kutoka Ramadhani pia pepo imemthibitikia. Kupatikana kwa siku 30 maana yake ni faida zaidi ambayo ameipata aliyefunga. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atulipe thawabu zilizokuwa kamili. Na Idi maana yake ni kufungua mlango wa wafungaji na waumini wote kwa ujumla kuyatekeleza waliokuwa wameyajifunza katika mwezi wa Ramadhani na waliojikumbusha katika mwezi wa Ramadhani, ambayo kwa hakika ndiyo ambayo wanatakiwa wayafanye kwa mwaka mzima, lakini ndani ya chuo cha mwezi wa Ramadhani wanakumbushwa mambo mbalimbali wanayotakiwa kuyafanya miezi 11 baadaye wayafanye vipi na kwa juhudi gani. Kwa hiyo Eidul Fitri inakuja kutukumbusha kwamba maana yake sio kufungua mlango wa maasi, kwamba imekuja Eidul Fitri kwamba sasa kile kifungo kimefunguliwa, sasa watu wameachiliwa, wanatakiwa wafanye maasi yao, wafanye mambo ya mabaya. Hapana, maana yake ni kuonekana wanayatekeleza kwa kiasi gani yale ambayo wamejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunasherehekea siku ya Eid kwa sababu tunasherehekea kusamehewa dhambi zetu.
na ndio maana usiku wa Idi Mwenyezi Mungu anawaacha huru kwa idadi ile ile ambayo amewaacha huru tangu 10 la mwisho lilipoanza. Ndani ya usiku wa Idi anawaachia kwa idadi ile ile, kuonesha kwamba ni siku ambayo watu wanasherehekewa kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo basi inatakiwa watu wajitahidi kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu maghfira, kufanya mambo ya kheri mengi ndani ya siku hii ya Eid, kama ishara kwamba haya ndio tunayotakiwa kuyafanya katika miezi 11 ijayo. Lakini pia sio siku ya kufanya mchezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hadithi hii inayosema kwa Kiswahili, ile inasema waqadima sallallahu alaihi wasallam almadinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Hadithi yani Mtume sallallahu aliwasili Madina, kisha akaja akawakuta watu wa Madina wana siku zao mbili. Mtume akasema wanacheza katika siku zile, hakusema wanashereheka, amesema wanacheza. Yal'abuna fihima, wanacheza katika siku hizo mbili. Kisha Mtume akamwambia, Mwenyezi Mungu amekubadilisheni yaumaini khairan minhuma, amekubadilisheni siku mbili zilizo bora zaidi kuliko hizo siku zenu mbili ambazo nyinyi mnacheza katika siku hizo. Nazo zilikuwa ni sikukuu ya mwanzo wa mwaka na sikukuu ya mwisho wa mwaka. Mtume akawabadilishia, akamwambia Mwenyezi Mungu amekubadilisheni, acheni siku zenu hizo na yule mtindo wenu wa kushereheka katika siku hizo mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, amekubadilishieni kwa siku mbili zilizo bora zaidi kuliko siku hizo. Nazo ni siku ya yaumu Eid al-Fitr na siku ya yaumu Eid al-Adha. Eid al-Fitr kama hii tulionayo leo na Eid al-Adha, Mwenyezi Mungu ametubadilishia kutupa sikukuu hizi ambazo inatakiwa tuonekane tunamcha zaidi Mwenyezi Mungu, tunamtaka maghfira zaidi Mwenyezi Mungu, tunamtaka Mwenyezi Mungu, tunamwomba Mwenyezi Mungu dua zetu, na tunajaribu kuwakirimu watu zaidi na kuangalia maskini zaidi. Na kwa wale matajiri na wenye uwezo, ndio siku ya leo kuonesha walichojifunza katika mwezi wa Ramadhani, kwa kuwasaidia watu ambao wameruhusiwa kula mchana na ni haramu kufunga siku ya leo. Wanatakiwa wale mchana huu wa leo hawana chakula, wawasaidie watu wa namna hiyo na watazame namna hiyo, kwa sababu wamejifunza kitu hicho katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, jambo jingine ambalo nataka kuligusia ni kuangalia namna gani ya kuitunza nchi. Kuitunza nchi, tumejifunza mwezi wa Ramadhani umuhimu wa mtu juu ya nchi yake. Mashekhe wamesema, wametoa wadhi mwingi tu, wametoa darasa nyingi tu. Namna ya kuitunza nchi ndio kitu muhimu. Mtu kama hawezi kuitunza nchi, huyo ametokana na mafunzo ya Uislamu. Lakini kuangalia umuhimu wa amani, umuhimu wa amani ni kitu kikubwa sana ambacho leo tumeswali swala hii kwa amani, tumefunga mwezi wa Ramadhani kwa amani, na khatibu wetu katika khutba aliyoiandaa amezungumza sana mambo ya amani, hasa katika khutba ya pili, kuonesha umuhimu wa kutunza amani. Kutunza amani ndio Uislamu, kutunza amani ndio Qur'an, kutunza amani ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jingine ambalo tutakulihusia ni dua. Kuendelea kufanya dua sana kuanzia siku ya leo na siku zote za usoni, kujiombea wewe mwenyewe, kuombea wazazi wako, kuombea viongozi wako wa dini, viongozi wako wa serikali, na sikwambii Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumwombea zaidi dua, kwa sababu ni wajibu juu ya raia kumwombea yule mkubwa wao. Yani ni wajibu juu ya wachungwa kumwombea yule anayewachunga. Yani raia kumwombea yule mkubwa wao ni wajibu wao. Hili jambo ambalo tunatakiwa tulifanye kwa wingi, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amstawishe na ampe nguvu ya kuweza kuongoza kwa hikma na ulinzi. Mwenyezi Mungu ampe ulinzi na hifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio aliwaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, wallahu yaasibuka minan nas, Mwenyezi Mungu anakulinda na watu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe amechukua nafasi ya kukulinda, hakuna kitakachokupata mpaka siku ya kutoka roho yako. Lakini viongozi wetu wengine wote tunataka tuwaombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi, kilindo, ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu
wa Ta'ala. Mwisho tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kheri katika nchi yetu, atupe baraka katika nchi yetu, atupe mavuno katika nchi yetu, atupe uelewano katika nchi yetu, atupe baraka kwa watoto wetu, atuondoshee mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu, ajalie yanayofanya viongozi wetu yawe na mafanikio makubwa kwa maslaha ya nchi yetu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wahdina ila alhaq wa ila siratikal mustaqim. Allahumma ردد كيد أعدائنا في نحورهم واشغلهم عنا بشاغل لا يستطيعون رده. يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.